Karibu mtazamaji wangu, leo tumefanikiwa kufika katika mji wa Kisii na tumeweza kupatana na mwandishi mmoja wa vitabu. Pengine ajitambulishe kwanza na atuambie vitabu na ambavyo amekuwa akiviandika. Karibu. Okay, jina langu ni Elijah M. Ng'ang'a. Mimi ni mwandishi wa vitabu vya kifasihi. Na hivi sasa huu mwaka nimeweza kuchapisha kitabu changu cha kwanza. Na kitabu chenyewe ni aina ya tamthilia na kinaitwa Kilio Kizibani. Naam. Pengine unaweza katuambia kidogo au kwa muhtasari kuhusu kitabu hichi chako cha Kilio Kizibani. Kinaongelea kuhusu nini? Kama vile Waswahili walinena kuwa Kiswahili au lugha au fasihi ni kioo cha jamii. Na kutokana na changamoto mbalimbali ambazo wananchi au wanakijiji fulani wameweza kukumbana nazo, nimeweza kutoa hiyo picha kamili. Kwa hivyo kitabu chenyewe kinazungumzia maisha ya sasa au maisha ya sasa. Pengine utuambie ni changamoto zipi umepitia katika utunzi wako na uandishi wa sanaa? Kuna changamoto mbalimbali ambazo nimeweza kukumbana nazo. Lakini baadhi ya changamoto ambazo ni kukumbana nazo, kuandika kazi ya tamthilia si jambo rahisi. Huo muda kupanga huo muda wa kuandika, hiyo ni changamoto. Vile vile sio tu sijishughulishi tu na swala la uandishi, nina mambo mengine unapata kujenga muda inakuwa ni changamoto. Utaweza kuwahimiza vipi wanafunzi wengine ama waandishi wengine wa sanaa? Ni kipi unaweza kuwahimiza? Kama wewe ni mpenzi wa lugha ashrafu ya Kiswahili au wewe unajitambua kama mwandishi, jambo la kwanza ni kukuhimiza hivi: usife moyo kwa namna yoyote, kwa maana kuna Waswahili walinena hivi, mwandishi hukuzwa. Kukawa na msemo ambao uliuliza, je, mwandishi huzaliwa au mwandishi hukuzwa? Jibu langu likawa ni jibu jepesi sana: mwandishi hukuzwa. Kama wewe unajitambua wewe ni mwandishi, unaweza jikuza ama